ulioandikwa na kusomwa kwa ajili ya maisha yako. Amen. Tukajifunza mambo mengi kuhusiana na somo hilo. Nikasema leo nitakuletea sehemu ya pili. Ninaomba kwa wewe uliokuja na daftari, jitahidi sana kuandika mambo haya muhimu ambayo Mungu anataka kufundisha siku ya leo. Amen. Katika somo hili la siku ya leo kuna mambo matatu tutakayojifunza ndani yake. Sehemu ya kwanza, maombi unayotakiwa kuomba katika nyakati ngumu. Maombi unayotakiwa kuomba katika nyakati ngumu. Jitahidi sana kuandika, mkono wako uwe mwepesi sana. Haya ni mambo muhimu zaidi. Nisema sehemu ya pili tunayoelekea ni sehemu nzuri zaidi. Namba 2, mambo unayotakiwa kuyafanya wakati mgumu. Mambo unayotakiwa kuyafanya wakati mgumu. Mambo unayotakiwa kuyafanya wakati mgumu. Namba 3, jinsi ya kushughulika na walaka uliosomwa na adui zako. Jinsi ya kushughulika na walaka wa mabaya uliosomwa. Tutajifunza jinsi ya kushughulika na walaka uliosomwa na maadui zako ambao hawakutakii mema katika maisha yako. Utangulizi. Mambo magumu ambayo wanayopitia wanadamu katika maisha yao mara nyingi ni ngumu sana kuamini katika maisha yako. Katika jambo hili ambalo linalopitia, nikifanya jambo hili Mungu ataonekana. Nimesema katika changamoto ambazo mnapitia ni vigumu sana kuelewa ya kwamba kuna jambo nikifanya, tatizo ninalopitia litaweza kuniachia. Watu wengi wana changamoto, wana matatizo mazito, mpaka dakika hii ninapozungumza hawajui nini cha kufanya hiyo changamoto iweze kuondoka katika maisha yao. Na kila mtu anajaribu kutumia njia ambazo anaamini kwamba zinaweza kumtoa katika hilo jaribu. Wengine wanajaribu kutafuta manabii, tafuta mitume. Je, hizo ni njia sahihi? Lakini kwa wewe unayemwamini Kristo siku ya leo, amen, nataka nikuonyeshe njia ambazo sio njia zangu, bali ni njia ambazo zilitumika kwa watu ambao walifanikiwa kutoka katika shida ambazo walizokuwa wanapitia kwa njia ya kumwomba Mungu. Amen. Katika kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 14, Mungu aliwahi kumwambia Abrahamu maneno haya. Aliwahi kumwambia Abrahamu maneno haya. Nitasoma hapa. Mwanzo 18:14. Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Hili ni neno ambalo Mungu alimwambia Abrahamu ya kwamba hakuna neno gumu la kumshinda Mungu. Changamoto tunazopitia kuna wakati zinakutazamisha, zinakuonyesha kwamba ni ngumu sana kiasi kwamba haujui hatua gani uzichukue ili ziweze kuondoka. Lakini Mungu anakuambia neno moja kiwepesi sana, kwa namna ambayo hata hujui kwamba uzito wa hilo neno. Anasema jambo gani gumu la kumshinda Mungu? Na sasa unalo hilo jambo, na katika moyo wako unaamini kwamba hili sasa sijui kama naweza kutoka hapa. Lakini Mungu anatoa tangazo, anasema hilo jambo unalopitia, amen, hakuna linaloweza kumshinda nani? Mungu. Amen. Sasa kwa nini unashindwa? Kwa nini unachukua baadhi ya hatua
na zile hatua unazochukua hauingii katika mafanikio. Kwa nini kuna mambo hayawezi kuondoka katika maisha yako? Umewahi kujiuliza maswali kama hayo? Na nadhani pia kuna watu wanaendelea kujiuliza maswali kama hayo. Yesu aliwahi kusema mambo mengine hayawezekani bila kufunga na nini? Na kuomba. Ni mambo ambayo yametokea katika maisha yetu. Tunayo, tunaishi nayo, yanaendelea kuwepo. Yesu anatoa tangazo, anasema kuna mambo yamewapata. Amen. Na hayo mambo nataka niwaambie hayawezekani kuondoka kama msipofunga na nini? Na kuomba. Msipochukua hatua ambazo ni ngumu katika hizo changamoto. Hizo changamoto haziwezi kuondoka wala haziwezi kuachia. Hapa kuna kitu nataka ujifunze. Kumbe kumwomba Mungu haitoshi. Kusikiliza mafundisho haitoshi. Kuhudhuria ibada haitoshi. Amen. Hatua unazozichukua juu ya Bwana. Hatua unazozichukua juu ya Bwana. Yesu unaweza ukawa naye, unakaa naye nyumbani kwako, unashinda naye, unatembea naye. Shida hatua utakazozichukua. Niwahi kuona story moja katika Biblia, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba Petro na wenzake walikuwa kivuka katika bahari. Wakalala. Walipolala, mashua ikavamiwa na maji. Hawakulala. Yesu ndiye alilala. Amen. Mashua ikaanza kuingia maji. Lakini Yesu wakati huo alikuwa amelala. Kwa nini Yesu alilala?